Naitwa Amos Nungu, ni mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH. COSTECH ni taasisi ya umma, imeanzishwa mwaka 1986, ni taasisi ya muungano. Kwa hiyo tuna ofisi Dar es Salaam makao makuu, tuna ofisi Zanzibar, lakini sasa hivi tupo kwenye mchakato wa kujenga ofisi Dodoma. Kwa kipindi cha miaka 4 cha uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Tanzania tumeendelea kupiga hatua katika maendeleo ya sayansi na ubunifu. Kwanza kabisa, zaidi ya fedha za Tanzania bilioni 25.7 zimewekezwa katika utafiti, ubunifu na maendeleo ya teknolojia kupitia Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH. Fedha ambayo nimeisema imefadhili zaidi ya tafiti 50 katika sekta ya elimu, kilimo, afya na mazingira, ili kuhakikisha maarifa haya yanatumika kuboresha maisha ya Watanzania. Sasa hivi ni mwaka wa 8 tunafanya yale makisatu. Makisatu ni mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Na wote tunatoa vijana kutoka nchi nzima kuja kuwashindanisha. Sasa hawa vijana tumesema COSTECH tuko Dar es Salaam na Zanzibar, na tunakuja Dodoma. Sasa vijana wako nchi nzima wanafikiwaje? Kwa tunashirikiana na wadau mbalimbali wenye vituo vya ubunifu serikalini na sekta binafsi kwa ajili ya kuwasaidia hawa vijana wenye ubunifu zao. Kwa ndio maana vituo zaidi ya 11 aidha vimeanzishwa au vimeimarishwa katika kipindi cha miaka 4 hii. Lakini pia kampuni mpya zaidi ya 70 zimesajiliwa, kwa sababu kwa kipindi hiki tuna vijana zaidi ya 3000 ambao wamefikiwa kupitia makisatu. Lakini wengine mawazo yao kwenda kwenye kubiashirisha ilikuwa bado machanga, lakini katika hawa 3000 kampuni 70 mpya zimeweza kusajiliwa, ikiwa ni matokeo ya usaidizi wa hizo bunifu tunazosema kipindi cha miaka 4 hii. Pia serikali ya awamu ya 6 kipindi cha miaka 4 kupitia COSTECH tumeanzisha na kuzoezesha kongano 8 za ubunifu katika mikoa ya Kigoma, Geita, kule Mbeya, Dodoma, Mafia, Morogoro, Singida na Pemba, ili kusaidia sekta ya viwanda vidogo vidogo na kilimo. Na miradi hii imewezeshwa kwa ufadhili wa shilingi milioni 750. Lengo ni kuhakikisha kwamba teknolojia bora zinatumika katika kuboresha uzalishaji wa mafuta ya mawese, wachimbaji wadogo kule Geita, lakini mazao ya baharini kule Pemba. Bado tukiwa kwenye wabunifu, pia mwaka jana mwezi wa 12 wakati wa ile kongamano letu, tunakumbuka kwamba ilizinduliwa mfuko unaitwa Samia Commercialization Fund. Pia ni mafanikio ndani ya miaka 4 ya serikali ya 6. Kupitia makisatu tumeeleza kwamba COSTECH tunasaidia utafiti na ubunifu. Hawa tunasaidia kwa njia ya mwega. Tunatoa grants. Tunatoa fedha kupatia watafiti kuleta suluhisho kwenye jamii. Tunatoa mwega. Tofauti na ruzuku, sababu ni grant. Unampa, anakwenda kufanya kazi kupata matokeo. Wabunifu tunapa fedha, usaidizi mwingine pia na fedha kwa ajili ya kwenda kuboresha ule ubunifu wake, ni grant unaondoka nazo. Sasa lakini serikali imekuwa ikitoa hizo fedha hazizidi milioni 40 kwa wahitaji. Kwa jana pale mwezi wa 12 tarehe 2 tulizindua Samia Commercialization Fund, ambayo ni fedha kwa ajili ya kutoa usaidizi kwa maana ya mkopo kwenye gharama nafuu. Tunaita revolving fund, kwamba akope, afanye ubunifu wake, arejeshe mwingine akope. Kwa
Kwa hiyo siku zile serikali ili pledge bilioni 2.3. Ndio maana mfuko ukazinduliwa. Sasa kwenye utekelezaji, sababu kuzindua ni matamko, serikali imeshasema na jina Mheshimiwa Rais ameshakubali wito Samia Constitution Fund. Sasa kwenye utekelezaji ilibidi tuambie tutafute taasisi ya fedha ya kufanya nao kazi. Sasa tuko kwenye hatua za mwisho, kwa sababu tulitangaza tukafanya mchakato. Kwa awamu ya kwanza hii CRDB ndo aliibuka kidedea, kwa tunamaliza naye hatua za mwisho, kwa sababu hii fedha bilioni 2.3 serikali imetoa. Tufahamu hivyo kwamba hawa vijana wana mawazo mazuri sana, wana ubunifu nzuri sana, lakini bunifu kama biashara nyingine huwa inaweza ikadondoka. Ndio maana serikali mfanya biashara kusudi kwa pesa anataka uweke dhamana. Wao wanasema collateral, weka nyumba, weka kiwanja. Tunafahamu hiyo. Sasa hii fedha yenyewe inakutumika kama dhamana, ni garanta. Kwa hiyo ni guarantee scheme kwa ajili ya kumsaidia huyu mbunifu, benki au taasisi ya fedha iweze kumkopesha mtaji anaotaka aingie sokoni, ubunifu wake auze, aurudishe ile fedha, mwingine naye aweze kusaidika. Kwa hiyo kwa kuanzia, kama nilivyosema, tunaanza na benki ya CRDB, lakini benki mengi yalionyesha nia. Kwa hiyo tunategemea tukishajifunza mara ya kwanza then tutaongeza huyo kwa mengine. Lakini kwa kuanzia serikali imeweka dhamana hiyo ya bilioni 2.3. CRDB kasema atakopesha mara 2 ya ile fedha iliyopo. Kwa ina maana vijana kutakuwa na fedha ya kuanzia bilioni 4.6 kwa ajili ya vijana kukopa kuendeleza bunifu zao. Hii tofauti na ile ambayo watu wanatoa ya kawaida, ile ya mwega ya grant, ni kwamba serikali imedhamini. Taasisi ya fedha inatoa fedha kwa kama kuwekeza kwa vijana, lakini kwa sababu tumesema tunasaidia vijana, kwa hiyo tumejitahidi kwa maana ya kwamba iwe ni mkopo nafuu, kwa sababu utarudishwa. Sasa michujo yake ni tofauti na ya kawaida, sababu hapa mwanzoni tulikuwa tunatoa fedha, tulikuwa tunaangalia zaidi ubunifu wenyewe, ni kitu gani amebuni. Sasa hapa taasisi ya fedha, sababu ya fedha inatakiwa irudishwe, tofauti ile tulikuwa tunaangalia kama ubunifu mzuri, tumpe fedha kusudi aufanye wengine aweze kuwa na kitu kizuri cha kuonyesha. Sasa leo tunaangalia kwamba akopeshwe, ile fedha irudi, mwingine akope. Kwa hiyo kuna maana kuna uwezekano kuna ubunifu, kwa sisi tukasema huu ubunifu ni mzuri sana, tukapeleka taasisi ya fedha kwamba hebu mkopeshe, sababu sisi tunamdhamini. Akienda kule benki anaangalia kwamba lakini unatakiwa urudishe, kwa tuangalie soko ndasemaje. Kwa hiyo kuna uwezekano kwa mazingira ambayo kwamba mtu akana ubunifu mzuri lakini usipate huo mkopo, kwa sababu inawezekana biashara yake kwamba kwenye soko ni ubunifu ambao unatakiwa mtumiaji anatakiwa apate ruzuku na yeye, serikali imlipia au mtu mwingine. Kwa hiyo tunategemea kwamba muda ukifika tutajua cha kufanya.